AM Online TV. Shekhe wa mkoa aliyetenguliwa, mimi nampa udhuru mufti, kwa sababu mufti alikuwa Kenya. Mambo yameandaliwa na watu wengine, lakini mufti alikuwa hapewi mambo kiundani. Mufti hakuambiwa kwa waziwazi. Kilichomtoa katika ushehe wa mkoa si mwanamke. Watu wengi watamchafua, watamzungumzia vibaya Sheikh Al-Walid kwa sababu ya huyu mwanamke ambaye ni pandikizi la mtu mmoja ambaye naye ni shekhe, ni mweupe hivi. Jina lake anaitwa muongozaji kwa Kiswahili, lakini yeye anaitwa kwa Kiarabu. Tafuta neno lolote la Kiarabu ambalo linaleta maana ya muongozaji. Huyu ndo sosi wa mambo yote. Huyu jamaa akamfanyia mambo mengi sana Al-Walidi, kwa sababu naomba nieleze kitu kimoja. Mnafahamu ya kwamba sasa hivi unakaribia uchaguzi wa viongozi wa ngazi za mkoa BAKWATA. Mnafahamu hivyo ya kwamba kuna uchaguzi wa viongozi wa ngazi za mkoa BAKWATA ambao utafanyika mwezi wa 8, kwa sababu viongozi ambao wapo sasa hivi na wakati Sheikh Al-Walid anaingia katika ushehe wa mkoa, viongozi hao aliwakuta. Sheikh Al-Walid aliwakuta viongozi hao, hivyo hakuingia nao katika ngazi ya mkoa BAKWATA, akafanya nao kazi hali ya kuwa amewakuta. Kwa katika uongozi kila mmoja ana tabia zake, kuna wengine ni waadilifu, wengine si waadilifu, lakini akafanya nao kazi, kajituma hivyo hivyo. Sheikh Al-Walid katika hali ngumu, katika dhiki na mateso alikuwa akiyapata, anajua mwenye kama alipata mateso, alipata raha, anajua mwenye, maana ni uongozi huo. Sasa hivi karibuni kuna mtu ambaye nimemtaja jina lake kwa lugha ya Kiswahili, anaitwa muongozaji, akawa anahudhuria katika misiba, katika hitima. Kila anapokwenda anatia sumu akisema ya kwamba Al-Walid anaandaa watu wake, anafanya kampeni kuandaa viongozi wake wa kufanya naye kazi. Nyinyi mliopo mtatolewa. Ikaanza fitna kubwa sana, mpaka huko Temeke. Kuna mtoto wa mzee mmoja amefariki, yeye ni katibu wa BAKWATA wilaya, mzee wake kafariki. Jamaa yule muongozaji akaenda kwenye msiba, akasema wanataka kukutoa. Watakutoaje bwana kwenye ukatibu wa wilaya? Vipi wanataka wakutoe bwana? Haiwezekani. Jamaa anaandaa watu wake. Ikawa fitna kubwa. Sasa jambo la kutolewa Al-Walid katika ushehe ilikuwa ni muda mrefu likitengenezwa, akifanywa zengwe huku na huku, lakini kwa sababu yeye pia ni mtoto wa mjini, ni mtoto wa Dar es Salaam, anajua kinachoendelea, akawa anajua namna ya kupambana nayo. Sasa narudi kwa huyu ambaye namuita mimi ni muongozaji. Huyu muongozaji ana rangi nyeupe hivi, ana maneno mengi, naye kama mtoto wa mjini hivi. Huyu muongozaji aliwahi kumpigia simu Al-Walid, shekhe wa mkoa. Wakati huo Al-Walid shekhe wa mkoa ni shekhe wa mkoa, akapigiwa na muongozaji ambaye hana cheo katika baraza la BAKWATA. Bwana, kuna mwanamke kaja hapa, anasema hivi na hivi, kuna jambo la mwanamke. Huyu mwanamke alitokea huyo wa Burundi huyo.
Sheikh Al-Walid akamuuliza, amekuja kwako kama nani? Amekufata wewe kama nani? Hayo ni maswala yangu mimi, niachieni. Mimi niko na familia, niko na mama yangu, niko na ndugu zangu, shangazi zangu. Anakufata wewe kama nani? Sasa hii mizengwe huko kwenye vikao, baada kwa Sheikh Al-Walid anafaulu ile mitego ya kutaka kutolewa, kwa sababu tu chanzo ni uchaguzi. Watu wanamhisi na kusema ya kwamba anaandaa watu wake. Ndio yule jamaa mwongozaji akamuita yule mwanamke, bwana wewe unataka pasipoti? Wewe unataka upate uraia Tanzania? Ndio alimshawishi yule mwanamke na kumdanganya, bwana wewe weka kamera, simu hapo mbele, jirekodi, sema natishiwa kuuliwa, tunafanya hivi. Yani mambo ya fitna. Sisi Waislamu tunajitia aibu hata kwa mama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunajitia aibu maana tunafitinishana sisi wenyewe kwa wenyewe. Alafu mnamshirikisha mama, eti mtaje mama, nataka pasipoti. Pasipoti inaenda wapi? Yaani kutaja aibu za Sheikh Al-Walid na pasipoti wapi na wapi vinahusiana na nini? Sasa yule muongozaji akamlaghai huyu mwanamke kwamba aseme maneno haya. Na huyu mwanamke kwa kutamani uraia wa Tanzania, maana Tanzania pasipoti yetu ina thamani kubwa. Ina thamani kubwa, pasipoti yetu ina heshima duniani. Kwa mwanamke ataka pasipoti ya Tanzania kwa kutumia kigezo mtoto. Wewe sema hivi utapata pasipoti. Haraka sana utaitwa mama atakuita. Mwanamke naye kaadaika, kaenda kuropoka mitandaoni. Tena akamshawishi, akamfundisha ujinga. Ukisema alikuoa, haitakuwa na nguvu. Sema alizini na wewe. Wewe ni mwanamke wake pembeni. Lakini mufti hakuambiwa ukweli. Hakuambiwa ukweli. Mufti ni mtu mwadilifu sana. Mufti ni mtu anafanya mambo kwa hekima na busara sana, lakini baadhi ya watu waliomzunguka ndio kuna wengine wanafanya si sawa. Kwa hiyo jambo la Sheikh Al-Walid chanzo si mwanamke, sababu si mwanamke. Kama ni mwanamke ni mke wake alimuoa na mke aliachwa kwa sababu ya tabia zake na mambo yake. Na mwanamke akifanya mambo kama hayo waruhusiwa kutengana naye. Kwa Sheikh Al-Walid aliacha, sababu si mwanamke bwana. Sababu ni uchaguzi wa viongozi wa ngazi za kimkoa BAKWATA Tanzania. Na Sheikh Al-Walid akatuhumiwa ya kwamba anaandaa viongozi wake, anafanya kampeni kabla ya muda, na hayo mambo yakazungumzwa hapa kwenye kikao cha Jumatatu tarehe 13. Kwa hiyo mambo ya kumtafutia Sheikh Al-Walid kumtoa katika ushehe wa mkoa ni mambo yameanza muda chini, sio sababu si mwanamke. AM Online TV.